Tunaona watu wengi hivi sasa wameanzisha huduma hii ya uchungaji, ama watu wengi hivi sasa wamefungua kanisa, kwa maana wanatumika mbele za Mungu katika huduma ya uchungaji. Lakini kuna sifa kwa mujibu wa maandiko yameweka wazi zaidi sifa hizi. Ili mtu awe mchungaji au akabidhiwe kundi ama akabidhiwe kanisa, lazima awe nazo. Endapo kama hana sifa hizi, basi huyo mtu astahili kukabidhiwa kundi ama kuongoza kundi la Mwenyezi Mungu. Katika video hii nitakutajia sifa za mchungaji ambazo anapaswa kuwa nazo ili akabidhiwe kundi la kanisa. Lakini kabla hatujaenda huko, lazima tuelewe kitu kimoja. Tunaposema mchungaji tuna maana gani? Mchungaji ni mtu ambaye aliopewa karama na Mwenyezi Mungu katika kuliongoza kundi au katika kulichunga kundi katika safari hii ya kutafuta uzima wa milele. Kitabu cha Waefeso 4:11 inasema, naye alitoa wengine kuwa manabii, wengine kuwa wainjilisti, wengine kuwa walimu, wengine kuwa wachungaji, kwa maana aliyafanya hivi Bwana kwa ajili ya kuwakamilisha watakatifu. Ziko karama 5 pale ambazo nimezitaja hapo, ziko 5. Kasoma kitabu cha Waefeso 4:11. Kwa hiyo Mungu ndo anatoa karama hii. Sasa kuna sifa lazima uzikute kwa mtu, ndipo umpe tiketi kwamba huyu mtu kweli hanafaa kuwa sehemu ya uongozi wa kundi la Mwenyezi Mungu. Tasoma kitabu cha Timotheo wa kwanza 3 kuanzia mstari wake wa kwanza. Maandiko yanasema, kitabu cha Timotheo wa kwanza ni neno la kuaminiwa, mtu akitaka kazi ya askofu atamani kazi njema. Kwenye Biblia yako soma nyuma paragrafu ile kule kwa nyuma, utakuta neno askofu, mwangalizi wa kanisa. Maana yake hao wote wala nafasi ya uchungaji. Yaani askofu ni mchungaji, mwangalizi wa kanisa. Ni neno la kuaminiwa, mtu akitaka kazi ya askofu atamani kazi njema. Basi imempasa askofu awe mtu asiyelaumika. Kwanza, jambo la kwanza, sifa yake anatakiwa awe mtu asiyelaumika, yani alaumiwi. Lakini jambo la pili anasema mume wa mke mmoja. Maana yake sifa ya pili ambayo maandiko yameweka wazi, kwanza inatakiwa awe ameoa. Mtu anayekabidhiwa kundi la Mwenyezi Mungu alafu akawa hajaoa, yupo kinyume na maandiko na hapaswi kuendelea kuongoza hilo kundi kwa sababu hajaoa. Kibali hiki anakipata wapi cha yeye kuwa kiongozi wa kundi ikiwa hajaoa? Maandiko yameshasema aoe. Imeshaika kanuni Biblia tayari. Kwa hiyo lazima awe ni mume wa mke mmoja. Biblia imesema mume wa mke mmoja. Mwenye kiasi na busara. Kwanza awe mwenye kiasi na busara. Mtu wa utaratibu, awe mtaratibu, yani mkaribishaji, yani awe ana ukaribishaji kwa watu na wageni. Hajuwaye kufundisha, kwa maana awe na elimu kweli ya ufundishaji. Roho wa Bwana amtumie katika kuongoza. Lakini pia anasema si mtu wa kuzoelea ulevi, yani asiwe mlevi, mapombe manini hatakiwi kwa mtu wa Mungu. Kama hao wachungaji mnaowaona sasa hivi mtandaoni wana trend, anakuambia pombe si dhambi. Mnampata, mnamjua huyo mtu anasema pombe sio dhambi. Watu walikunywa pombe. Akati kitu ambacho kimweka chini kwa mujibu wa maandiko hawezi kudhibitisha. Kwa hiyo huyu mtu hawezi kuwa sehemu ya uongozi wa kanisa, kwa sababu ameshasema pombe inaruhusiwa ikiwa anajiita mchungaji ama nabii, ikiwa Biblia imetoa maelekezo kwamba asiye anazoelea ulevi. Maana yake jambo usipenda kufanyiwa wewe usimfanyie mwingine. Mtu rushwa na mpokea rushwa wote na makosa. Maana yake hata kama yeye anywa anafundisha watu wengine wanywe, maana yake tayari anaingia katika makosa. Kwa hiyo mnamjua huyo mtu na anajiita mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo ajirekebishe ili aendelee na huduma. Si mpiga watu. Kwanza awe sio mpiga watu, bali awe mpole. Upole unahitajika kwake. Si mtu wa kujadiliana sana, yani mijadala ile ya vurugu hatakiwi sana. Mijadala maana kidogo kwenye vurugu yeye yupo, hiyo haitakiwi.
wala sio mwenye kupenda fedha. Maandiko yameweka wazi sana kwamba asiwe mpendelea fedha. Sasa hapa ndo kuna uwanda mpana sana wa kuzungumza jambo hili. Huduma nyingi zilizoanzishwa sasa hivi watu wameanzisha kwa ajili ya maslahi yao binafsi, kwa ajili ya kujitafutia fedha, uchumi, lakini sio kwa ajili ya kueneza neno la Mungu au kuliongoza kundi katika safari ya kutafuta uzima wa milele. Biblia imeonya mchungaji anayeanzisha huduma kwa ajili ya maslahi binafsi. Mnaona ni wenyewe, watu wanauza mafuta, wanauza maji, wanafanya biashara katika huduma ile wanayotoa, wanajiita wachungaji, lakini kumuona tu mwingine mpaka kumuona tu unamuona kwa fedha. Wapi maandiko yalisema mtu anatakiwa umuone kwa fedha? Kwa mujibu wa maandiko wapi? Biblia nzima. Yesu alionana na watu akawatibia, akawaponya. Mtu mmoja anaitwa Lazaro, Yesu aliitwa akaambiwa nenda, yule mtu amekufa yapata siku 3 hapo kaburini. Yesu alitoka, yeye ndo alitoka akamfuata, yeye hakufuatwa. Yesu amefika pale amemfufua Lazaro. Hakupewa fedha yoyote, hakupewa matokeo yoyote ya kiuchumi au fedha kwa ajili ya tendo hili alilofanya kwa Lazaro. Yesu kafanya miujiza mingi sana ambayo kwa mujibu wa maandiko Yesu hakupewa fedha. Wanaofanya vile kwa kupewa fedha wametoa wapi? Ikiwa kitabu cha Yohana ukisoma 10:9 inasema toeni pepo, ponyeni wagonjwa, takaseni wakoma, mmepata bure, toeni bure, msichukue dhahabu wala fedha. Maandiko yamezuia, lakini wao tayari wameshachukua sehemu hii kama ya kupata maslahi yao. Ziko taratibu mpaka za wachungaji kulipwa mishahara. Yani kazi ya Mungu malipo yapo kwa yeye mwenyewe. Mwenyezi Mungu anasema kazi ya Mungu ipo kwa kazi ya Mungu, malipo yake yapo huko. Ndio maana Yesu wanafunzi wake walimuuliza, sisi tumekufuata wewe, utapata nini? Unajua aliwajibu nini? Akawaambia 100% duniani, lakini zote kwa zote ni uzima wa milele. Manake malipo zaidi utayapata katika uzima wa milele zaidi. Ndio maana nasema wengi watatoka mashariki, magharibi, kaskazini, wataketi na Ibrahimu katika ufalme wa mbinguni. Ndio alichowajibu pale Yesu chini. Manake sasa unayafanya ya Mungu yote, malipo yake ni kupata uzima wa milele katika makao mapya. Kwa hiyo mchungaji hatakiwi kulipwa fedha kwa mujibu wa maandiko matakatifu. Huyo mtu anaifanya kazi kwa tamaa, anaifanya kazi kwa maslahi, wakati maandiko yamekataza. Na ndio maana nitakusomea kitabu cha Yohana 10:11. Natakiwa uelewe vizuri. Yesu anasema hivi, mimi ndimi mchungaji mwema. Mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Mtu wa mshahara si mchungaji, ambaye kondoo si mali yake. Kwa maana ataona mbwa mwitu wanapita, atawaacha wale kondoo, kwa kuwa yeye ni mtu wa mshahara. Umeelewa vizuri haya? Mtu wa mshahara sio mchungaji. Elewa vizuri content hapa. Mtu wa mshahara si mchungaji. Sasa mtu anayelipa mshahara wametoa wapi haya maandiko? Biblia imeweka wazi zaidi kwamba hatakiwi kulipwa fedha. Kwa hiyo anayeishi kwa ajili ya mshahara, kwa ajili ya ile fedha, uchungaji, maandiko yamekataza. Huduma ya Mungu, ndio maana uchungaji ni wito. Yani kama kazi hii mtu anaona haiwezi, bora iache. Kazi ni ngumu. Hii kazi sio kazi ya kawaida, lazima uwe na karama. Kazi unaacha kila kitu, unamtumikia Mungu. Yani wewe umesacrifice maisha yako kwa ajili ya kumtumikia Mwenyezi Mungu. Sasa unakaa, mimi nitakula wapi, nitafanya nini, itakueje? Ukiwa na Mungu, Mungu atajua yeye anaishi vipi na wewe, kwa sababu wewe unapoiendea kazi hii hautakiwi kuendea kwa kuangalia maslahi. Mungu atapigana na wewe. Kwa hiyo unakuta sasa watu wengi mwisho wa siku wanapofanya mambo kama haya wanaangukia katika majaribu makubwa sana. Mwisho wa siku dini sasa inakuja kuwa biashara, na wachungaji wanatafuta hela kupitia dini, kitu ambacho Biblia imekataza zaidi. Hakuna mtu kwenye maandiko mchungaji aliyelipwa fedha. Yesu mwenyewe ameshakwambia yeye ndo mchungaji mwema. Hakuna hiyo haya. Kwa hiyo
kitabu cha Timotheo imeonyesha wazi sana. Anaendelea kusema tuendelee mbele, si mtu wa kujadiliana wala sio mwenye kupenda fedha. 4 anasema mwenye kuisimamia nyumba yake vema, hajuaye kutisha watoto katika ustaivu. Yaani mtu asiyejua kusimamia nyumba yake mwenyewe, hata litunzaje kanisa la Mungu? Awe na uwezo wa kulea watoto wake na familia yake kwa ujumla. Yaani ukiona mtu yoyote anataka uchungaji afu watoto wake kashindwa kuwalea vizuri, anashindwa hata kuhudumia familia yake, huyo mtu msimkabidhi. Waumini au washirika ni wengi sana kuliko familia. Familia tu umeshindwa kuielea, ambayo unakaa nayo kila siku nyumbani, utaleje kanisa la Mungu wewe? Huwezi kulea, hawezi kulea mtu. Kwa hiyo msimkabidhi kundi. Hii ndo maana halisi ya fungu hili. Maana kwanza lazima ibada njema inaanzia nyumbani. Si ndio maandiko hivyo anasema ibada njema huanzia nyumbani. Sasa utamkabidhi mtu kundi ikiwa na hali hiyo. Kwa hiyo Biblia imekataza. Akisema wala sio mtu aliongoka karibu, yani asije kuwa kuongoka, maana yake kuamini, asije kuwa ameamini hivi karibuni. Maandiko yamesema msimkabidhi kundi, asije akajivuna akaanguka katika hukumu ya Ibilisi. Tena imempasa kushuhudiwa mema na watu walio nje, ili asianguke katika lawama na mtego wa Ibilisi. 7 hiyo 7 nasema, maana hata jamii ya watu waseme hakika wewe kweli mcha Mungu. Sio mchungaji anakuwa na skendo kibao mtaani, skendo kibao kwenye social media, kama huyu mtu huyo tena sio mchungaji. Maandiko yamekataza. Na la mwisho la kumalizia, uchungaji ni karama ndugu yangu. Uchungaji ni karama. Hakuna maandiko yaliyosema kwamba mtu ili awe mchungaji mpaka aende chuo kusoma cha Biblia. Yaani mpaka sasa hivi ujue sheria zimekuwa nyingi sana kwamba mtu ili awe mchungaji mpaka aende chuo kusoma cha Biblia. Mlipo huko ndo mambo mengi sana huwa yanafanyika. Ndio unakuta huyo mtu anakuja saa anakabidhiwa kundi la Mungu, hana mke, kwa sababu ndo wao wamepanga huko. Akishamaliza na diploma yake, ana degree, ana nini, anajua mwenyewe elimu yake ya uchungaji, anafika huko anataka akabidhiwe kundi. Kikoa Biblia imesema mwalimu ni Roho Mtakatifu, kitabu cha Yohana 14:26 nafikiri, soma hapo. Roho ndo tutamfundisha huyo mtu, na karama haigawiwi wala haipewi kwa vyeti. Karama ya Mungu, kitabu cha Efeso 4:11, naye alitoa wengine kuwa wainjilisti, wachungaji na walimu kwa ajili ya kuwakamilisha watakatifu. Kwa hiyo hizi karama 5 zimetolewa automatically, Mungu ndo anayetoa, sio chuo. Jina langu mimi naitwa Justin Potas Likolile, na kukaribisha